Habari yako na karibu tena kwenye mafunzo yetu, ikiwa ni katika mwendelezo wa kuhakikisha afya ya uzazi inabaki katika mazingira salama, na yoyote mwenye changamoto ni basi anaweza comment hapo chini na kuweza kupata manufaa mengi zaidi ya kiafya. Pale ambapo unapitia changamoto au kama umekutana darasani na unataka kuingia ndani zaidi, unapo comment hapo chini, anapokuja mtu mwingine akacomment au akajifunza, basi anajifunza vitu vingi zaidi hapo chini. Lakini kwa wewe ambaye ni unataka kuchangia kwa kuweza kupitia maswali ambayo mwingine atakuwa anauliza ama vitu vingine ambavyo atakuwa anauliza, basi inaweza ikatengeneza msingi mzuri sana wa kuelewa. Maana hii channel sio tu ya mtu fulani peke yake, au kwa sababu ya mtu fulani anaendesha basi ni yeye peke yake ndio ambaye anatakiwa kujibu na kuweza kutoa ufafanuzi zaidi ya kile ambacho umekieleza. Kuna watu wengi ambao wanasikiliza na kujifunza na kuweza kuhakikisha kila mmoja ambaye anaingia katika channel hii haondoki patupu, anajifunza vitu vingi zaidi. Na leo ni session yetu nzuri sana ambayo inahusiana na afya ya akili ya uzazi, safari inayojificha, ambayo ni kuelewa kiwewe cha uzazi, athari za matibabu na kujenga jamii inayounga mkono kuhusiana na changamoto ambazo zimekuwa zikijitokeza sana katika jamii. Kwa hiyo ni elimu nzuri sana ambayo inayohusiana na afya ya akili, namna ya kuadili na matatizo ya uzazi kwa upande wa mwanamke na kuweza kumhakikishia usalama kwa mwanamke mwenyewe na watu wanaomzunguka, ikiwemo familia ama jamii ambayo itakuwa na mwanamke pamoja. Sasa matarajio mengi au matarajio ya watu wengi sana wamekuwa kitarajio kwamba mwanamke au uzazi ni jambo ambalo ni kawaida sana. Yaani wamekuwa kiamini kwamba wao uzazi kuonekana kama hatua za kawaida kabisa za kiasili, kwamba inaweza kuzaliwa na ukakuwa baada ya kubalee ukaweza kupata mtoto. Lakini baada ya muda au baada ya muda fulani unapobalee na kuanza kufikia umri wa uzazi, au pale ambapo unawaza kutafuta mtoto baada ya kusogea kidogo kiumri na kukomaa kiakili na majukumu ambayo ulikuwa unawaza kwamba sasa hivi siwezi nikazaa kwa sababu majukumu fulani, sasa umeweza kupata nafasi hiyo na unaendelea kupambana na mama yako. Sasa unataka kuhakikisha sasa ushatengeneza msingi mzuri na unatamani kuzaa. Kwa hiyo nafikiri sasa watu wengi wamekuwa wakitazama kwamba wao wanaweza kupata mtoto kwa wakati huo, au mabadiliko yale ambayo yalikuwa na mkomisho kuweza kufanya maamuzi ya kuzaa sasa ashakamilisha. Wanapoingia kuzaa sasa anajikuta anashindwa kupata mtoto, maana yake sasa anakuwa hajajiandaa. Na jamii inatarajia mchakato huu kuwa rahisi sana, maana yake unapotamani kupata mtoto ama mtu anapojikita busy sana na majukumu ya kimaisha na anapotamani kupata mtoto, kwamba anaamini uterus kwa sababu hipo au kwa sababu inapatikana, basi atakapoamua muda wowote, saa yoyote na wakati wote, basi anaweza kupata mtoto. Lakini jambo hilo limekuwa changamoto kwa sababu ya sababu ambazo ziko nyuma yake. Hizo mizunguko haieleweki, ama kuna kitu kingine ambacho inaweza kikamtatiza huyu mwanamke akashindwa kupata ujauzito kwa wakati. Na uhalisia, baada ya kukutana na changamoto zote hizi, huwa mwanamke anapata ugumba, ambao ugumba hufafanuliwa kama kushindwa kupata ujauzito ndani ya miezi 12 kwa yule mwanamke ambaye atafikia umri wa uzazi ambao ni miaka 20 mpaka miaka 35. Kwa hiyo utakapokuwa na hali hii ama utakapokuwa katika kipindi hichi cha miaka hii, inaweza kupelekea moja kwa moja mwanamke akutana na changamoto ya kushika ujauzito. Na pale ambapo unashiriki tendo la ndoa mara kwa mara na bila kutumia protective, yani kama vile kizuizi ambacho kinaweza kusababisha kupata ujauzito, na umedhamiria kweli kupata ujauzito, unapotafuta ndani ya mwaka mmoja ukashindwa kupata mtoto, basi wewe utaonekana au tunaweza tukasema wewe ni mgumba. Lakini kwa mwanamke ambaye atakuwa na miaka zaidi ya 35 na zaidi, miaka 35 na zaidi, basi huyu tutamchukulia yeye anahitaji msaada zaidi, au tutamtemu kama mgumba pale ambapo anafikisha miezi 6 katika mchakato wa kutafuta mtoto na akashindwa kupata mtoto. Lakini huyu baada ya miezi 6, lakini mwingine ambaye ni miaka 45 na zaidi, mpaka miaka 55, anapotamani kupata mtoto na akashindwa ndani ya mwezi mmoja tu, au anapofili kupata mtoto na ndani ya mwezi mmoja, ndani ya miezi miwili akashindwa kupata mtoto, maana akashindwa kupata ujauzito, basi huyu anahitaji msaada wa haraka zaidi. Kwa hiyo tutaangalia makundi hayo matatu na namna ambavyo mtu anaweza akaathirika na matokeo yake baadaye. Kwa hiyo kiwewe cha uzazi ama reproductive trauma, ama tunaposema kiwewe cha uzazi au tunaposema maumivu ya uzazi, huwa yanakombaini vitu viwili vikubwa. Ambacho cha kwanza ni mwanamke kuwa mgumba au familia kuwa mgumba, lakini la pili tunaita prenatal loss, ama mtu
kupoteza mtoto, ama baada ya mwanamke kushika ujauzito kuharibika au mtoto kufia tumboni, au baada ya siku chache, baada ya siku chache ujauzito kujifungua mapema na mtoto kufariki, na baada ya kujifungua huko mbele, maana prenatal loss, ama tunaposema mtu amepoteza mimba, maana tunaanza kumcategorize katika makundi manne. Sasa wewe kama jamii au ni mwanamke ambaye unasikiliza, basi uje angalie huko katika makundi gani. Na kwanza ni kundi la mwanamke ambaye amepata ujauzito. Ugumba ni kushindwa kupata ujauzito, lakini tunaposema prenatal loss ni kupata ujauzito lakini ndani ya miezi 5 ujauzito wako ukaharibika. Hilo ni kundi la kwanza la mwanamke. Kwa kama ushakutana na hichi changamoto na umehisi ushapataga ujauzito lakini ndani ya miezi 3 ile mwanzoni au ndani ya miezi 5 ujauzito wako ukaharibika, basi wewe ni miongoni mwa mtu ambaye una reproductive trauma au maumivu ambayo yanasababishwa na nini? Uzazi. Lakini kundi la pili ni mwanamke ambaye atakuwa na mimba zaidi ya miezi 5 na aidha ikaharibika, yani manake ikatoka ama tuseme mtoto akafia tumboni. Huyu ni kundi la pili. Na kundi la tatu ni mama ambaye amejifungua mtoto akapeke ndani ya siku 7 ambao tunafanya kama infant early death, ambao na kundi la mwisho au la 4 ni ile kundi ambalo mtoto anafariki ndani ya miezi 11 au toka amezaliwa au na miezi 6 na miezi 2 na miezi 3 mtoto akafarika. Kwa hiyo hawa wote tunatemu kama prenatal loss. Sasa hii ni hali ambayo huambatana na huzuni nzito iko upande familia na kupoteza udhibiti wa maisha. Ni kwamba aidha ni familia au mwanamke mwenyewe, kutegemea na situation ama hali aliyokuwepo na kipindi gani ambacho amepoteza huyo mtoto au kapoteza hiyo mimba, au ni kipindi gani ambacho anatafuta hiyo mimba. Hizo umri ulikuwa umesogea sana au umri ulikuwa bado ni mchanga. Lakini pia tutaangalia ni mimba ikiwa na umri gani. Maana kama mimba itakuwa mapema zaidi, kiwango cha maumivu kitakuwa tofauti na yule ambaye tayari ana watoto wengine nyuma au tayari alishawahi kupata mimba huko nyuma. Sasa hapo tutarudi masuala ya ugumba, ni aina gani ya ugumba ambao unayo. Aidha ni mara yako ya kwanza wewe kutafuta mtoto na ukashindwa kupata mtoto ndani ya mwaka mmoja, lakini ni aina ya pili ya ugumba ni ile ambayo tayari mtu ashakuaga na watoto huko nyuma au ashabahatika kupata mimba huko nyuma na akajifungua. Kwa hiyo sasa hivi anatamani kupata mtoto mwingine na akashindwa kupata mtoto. Kwa hiyo ugumba tunatafsiri za aina mbili, ambayo ni primary na secondary. Ni primary ni yule ambaye hajawahi kuzaa kabisa na anatamani kupata mtoto na anashindwa, lakini secondary ashawahi kupata mtoto huko nyuma na sasa anatamani kupata mtoto mwingine na anashindwa kupata mtoto. Kwa hiyo kiwango cha maumivu, kiwango cha kutegemea afya ya akili huwa inategemea na tatizo lina ukubwa kiasi gani au limesababishwa na nini na huyo mama amepitia wakati gani. Kwa hiyo ni matukio ambayo yanaweza kupelekea kiwewe maishani. Lakini hii magonjwa ya afya ya akili huathiri uzazi. Sasa hapa tunaangalia uhusiano uliopo kati ya afya ya akili, na hapa tunazungumzia masuala ya stress ambazo mtu atakuwa nazo, hofu au wasiwasi ambao mwanamke au familia itakuwa nayo, na vitu vingi ambavyo vinahusiana na idea mbalimbali ambazo ni negative ambazo zinaweza zikatarisha ujauzito. Sonona, msongo wa mawazo, kubadilisha utendaji wa homoni za HPI ambayo ni hypothalamic pituitary adrenal gland, ambazo huwa zinahusika katika mchakato mzima wa kuweza mwanamke kuchevusha mayai yake. Sasa inapokuwa tofauti ama inapoathirika, kwa mwanamke anakuwa hawezi kuzalisha zile homoni mama ambazo ni follicle stimulating hormone na luteinizing hormone kwa ajili ya kustimulate ovaries au follicular na kuweza kupevusha mayai, na jambo nao ambalo linaweza kupelekea kuvurugika kwa hedhi na kupunguza uwezekano wa kushika mimba. Baadhi ya dawa hizi za akili huongeza kiwango kikubwa cha hormone za prolactin na huathiri mfumo mzima wa kimetabolic. Yaani maana hapa sasa nazungumza na zile dawa ambazo mtu anakuwa anapewa baada ya kukutana na changamoto ya afya ya akili, ambayo ikiwemo hizo sonona na wasiwasi kwa kiwango kikubwa zaidi. Kwa na baadhi ya dawa ambazo huwa mtu anapewa, mfano zile dawa za selective SSRI, ambayo ni dawa ambazo mtu anapewa kama kutakuwa na mtu ambaye ana changamoto ya afya ya akili. Kwa anapotumia kwa kiwango kikubwa sana au anapotumia ndani ya muda mrefu au ndani ya matumizi ya kile kitu, huwa kinaweza kupelekea huyu mtu akapata ugonjwa wa sonona na msongo wa mawazo kwa kiasi kikubwa, lakini imetumika kama vile kutibu. Kwa hiyo unapotibu
Yaani mtu anapokuwa anasonona na huu msongo wa mawazo, unapompa hizi dawa huwa zinasaidia kumrudisha katika hali yake ya kawaida. Lakini inapotokea umempatia huyu mtu dawa, inaweza kusababisha ikaongezeka ama ikavuruga mfumo wa metabolic system na kupelekea kuongezeka kwa homoni ya prolactin, ile homoni ambayo inahusika na uzalishaji wa maziwa. Kwa hiyo hii pia inaweza kusababisha mfumo wa kimetaboliki na kuweza kuathiri mwanamke kushindwa kupata ujauzito. Ndio maana wengi baada ya kushindwa kupata ujauzito wamekuwa wakienda kupima homoni zao, na miongoni mwa homoni ambazo mtu anapima ni prolactin. Inapokuwa kiwango kikubwa huwa inaweza kusababisha mwanamke akashindwa kupata ujauzito. Lakini changamoto ya uzazi pia husababisha afya ya akili. Maana pale ambapo mwanamke anakutana na changamoto hii ya kushindwa kupata ujauzito, naye anakuwa na changamoto ya afya ya akili. Moja, ili kundi la kwanza ni uhusiano kati ya kupata ujauzito na afya ya akili. Lakini na ili kundi la pili ni uhusiano uliopo kati ya wewe ambaye una changamoto ya uzazi na afya ya akili. Ni kwamba mtu anaweza kaa na afya ya akili na akashindwa kupata ujauzito, lakini wewe ambao una changamoto ya kupata ujauzito au uzazi na kuweza kupata afya ya akili. Kwa hiyo mchakato wa kutafuta mtoto huleta msongo mkubwa sana wa mawazo, ambao kama utashindwa kupata mtoto utakuwa na mawazo makubwa sana, aibu kwa upande wako na jamii pia. Lakini pia hisia za kushindwa, yani maana sasa unaanza kuamini tofauti, lakini pia unakuwa na hasira au unakuwa ni mtu mwenye kujilaumu, na upweke huu unachochea kuibua kwa kiwango kikubwa sana cha sonona na wasiwasi kutokana na mchakato ambao unapitia ama hali ambayo unaipitia. Uhusiano wa pande mbili, mzunguko endelevu ambao ni mwili na akili huasili moja kwa moja mwanamke kuweza kupata ujauzito, lakini pia afya yake akili pia kubadilika kuwa tofauti. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kuzingatia mwanamke ambapo unajifunza elimu hii. Kama utakuwa na changamoto yoyote ya afya akili na unatamani kupata ujauzito, basi inawezekana hii ikawa sababu mojawapo, ikiwemo na kuchangiwa na matumizi ya dawa ya afya akili. Lakini pia ugumba wako pia unaweza kusababisha ukahamia, yani maana yake ikawa ni chanzo cha kuweza kupata changamoto ya afya akili na ukapewa dawa ambazo zinasaidia kukuweka sawa, lakini ikaongeza tena ugumba mwingine. Kwa hiyo uhusiano wa hizi pande mbili huwa zinakuwa na hatari kubwa sana leo mwanamke kuweza kupata changamoto ya kushika ujauzito au kudevelop changamoto ya afya akili. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kuzingatia ili kuweza kuhakikisha afya yako inakuwa salama wakati wote. Lakini isonona huwa sonona hii tunaita stress ambazo zinakuwa kwa kupindukia au zinakuwa kwa kiwango cha juu kabisa, au mtu anakuwa na mawazo ya kiwango cha juu kabisa, huwa inaongezeka kwa 20% mpaka 40%, ambao wanasema 20% hadi 40% ya wanawake wanaopata matibabu ya ugumba kukumbana na sonona, kiwango ambacho ni kikubwa sana kulinganisha na wanawake wengi katika jamii. Kwa hiyo watu wanaosumbuliwa na sonona au depression au kuwa na mawazo kupindukia au kuwa na kiwango kikubwa sana cha mawazo huwa na 20% mpaka 40% huweza wanawake wanaopata matibabu kukumbana na hii changamoto. Yaani maana yake labda mwanamke anakuwa vizuri tu ni pale ambapo hajapata ujauzito, maana yake anatafuta ujauzito, ila anapogundulika kwamba yeye ni mgumba, kwa hiyo sonona au mawazo anakuwa kwa kiwango kikubwa zaidi ya 20% mpaka 40%, ambao anatafuta matibabu ya kupata ujauzito amekuwa akidevelop ama amekuwa akipata sonona. Kwa hiyo tutakuja kutazama huko mbele ni dalili gani ambazo unapaswa kuziangalia ili mradi kuweza kuhakikisha unajitambua kwamba ni miongoni mwa watu ambao una hizo dalili na kuweza kuchukua hatua mapema zaidi ili kuweza kuhakikisha hauingii katika mtego baina ya mbinu zile mbili ambazo nimesema kwamba uwezekano ukawa na changamoto ya uzazi kwa kupelekea stress au changamoto ya afya akili, ndani ya ile ukashindwa kupata ujauzito, ndani ya dawa ambazo unatumia uwezekano ukashindwa kupata ujauzito, au una changamoto ya ujauzito ambayo inaweza kupelekea kupata changamoto ya afya akili. Lakini pia 15% hadi 30% hupata matatizo ya wasiwasi, hii kutokana na mbinu mbalimbali ambazo mtu anakumbana nazo za kuweza kutatua hii changamoto za kushika ujauzito. Lakini ndani ya kupambana na ile changamoto, maana zile mbinu au hatua, lakini yeye mwenyewe mwili wake pia unajijengea wasiwasi. Kwa sababu gani? Anashindwa kupata ujauzito, kwa anakuwa na hofu ambayo inamtawala ndani yake na matatizo kuongezeka kwa kiwango cha juu kabisa. Kwa hiyo
Hofu hii inaweza kusababisha pia, au miongoni mwa hofu ama huu wasiwasi ambao unajitokeza, inaweza kusababishwa na matumizi ya sindano, ama tunafanya kama phobias. Hizi sindano ambazo mtu anazitumia kuweza kupevusha mayai au kutolewa yai kwenye mwili wake na kupelekwa maabara na kurutubishwa kule na kurudishwa mwilini, kwa mtu anakuwa na hofu ile mchakato mzima. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu ambao wanapelekea kuweza kupata wasiwasi. Sasa wasiwasi kwa kiwango kubwa sana kwa pia inasababisha mwanamke akashindwa kumaintain ujauzito wake na baadaye ujauzito wake kutoka moja kwa moja, ambao inaweza kukwamisha mchakato mzima wa matibabu kama utakuwa na uoga na hawezi kufuatilia, au kwa sababu uoga wako wa kuchoma sindano, unatakiwa kuchoma ili uweze kupata ujauzito, kufurusha mayai. Kama na uoga wako basi hawezi kuchoma au hawezi kukamilisha zile dawa, kwa hiyo jikuta unashindwa kupata ujauzito moja kwa moja. Lakini hatari ya kujiua kutokana na hii changamoto, wanawake wengi sana kushindwa kupata ujauzito au familia kushindwa kupata ujauzito, wamekuwa na mitazamo tofauti tofauti, na tumeanza kuona hapa mtu anakuwa na sonona au anakuwa na mawazo kupindukia, lakini pia anakuwa na wasiwasi. Lakini hatua ya mwisho kabisa, mtu anakuwa na ile hali ya kujihisi kujiua kutokana na kukosa, yani kujiona kwamba hawezi kufanikiwa tena na hana maana yote katika jamii. Lakini takwimu zinaonyesha kuwa wanawake wenye ugumba wa msingi ambao ni primary, ambao ule wa mwanzo kabisa, ambao mwanamke hajawahi kabisa kupata ujauzito, yeye huwa anapata idea hii ama anakuwa na mawazo haya au anakuwa hatari ya kujua mara 2 zaidi kulinganisha na yule mwanamke ambaye tayari ashawahi kupata ujauzito au tayari ana watoto huko nyuma. Kwa na guarantee hata nikipoteza mtoto huyu, maana yake tayari mimi na watoto wengine ambao naweza kurecover maumivu ambayo nayo au uchungu ni tofauti na wale wengine ambao wamewahi kupita. Lakini huyu ambaye hajawahi kuzaa kabisa, kwa hiyo yeye anakuwa hana replacement, hana sehemu kuitazama kama vile relief, kwa anakuwa na uchungu mara 2 zaidi kulinganisha na watu wengine. Kwa hiyo ni mambo ya msingi sana kuzingatia, ni kipindi gani ambacho upo na maumivu haya yanakuwa kwa ukubwa gani, ili kuweza kuhakikisha afya yako inabaki kuwa salama wakati wote. Sasa njia za ART ama assisted reproductive technology ambazo ni mbinu ambazo zimekuwa zikitumika kumsababishia mwanamke kupata ujauzito au familia kurahisisha kuweza kupata ujauzito, huwa zipo 2 kubwa. Ya kwanza kabisa ni intrauterine insemination, ambazo ni kufanya stimulation ya ovaries au mayai na kuweza kusababisha mwanamke kupata ujauzito. Lakini ya pili ni vitro ama IVF, ambayo ni yeye inachukuliwa afu inapelekwa nje, linarutubishwa na kurudisha mwilini. Kwa wenyewe unaweza kutumia kwa kuhifadhi mayai sasa hivi ukiwa kijana na ukawatumia baadaye, au karutubisha kabisa sasa hivi na akagandishwa, na baadaye unapotaka kuzaa basi unarudisha katika mji wako wa mimba. Kwa hiyo ya kwanza kabisa ni kukandamiza homoni, ambayo unatumia vidonge vya majira, ambao hii ni kusimamisha mzunguko wa asili na homoni. Hii pia inaweza kuleta kidogo changamoto, lakini kuweza kuhakikisha mwanamke anaweza kupata ujauzito. Lakini ya pili ni kuchochea ovaries, ambayo ndio hiyo sasa kufanya IUI ambayo ni inseminating intrauterine, sawa, ambayo ni kuchochea sasa na sindano za kila siku, ambazo ni sindano aina ya gonadotropin, kulazimisha mayai mengi kukomaa kwa wakati mmoja. Hii ndio sababu ambao wakati mwingine huwa inaweza kupelekea mwanamke akapata watoto mapacha au watoto zaidi ya 2 au 3 na kuendelea, kwa sababu anakuwa ameshavusha mayai mengi zaidi au amepevusha mayai mengi zaidi. Anaposhiriki na mwenzake anajikuta anapata watoto wengi zaidi. Sasa moja ya changamoto ya kupata hivi kitu ni kurahisisha kupata ujauzito. Lakini sasa ni moja ya changamoto kupata watoto idadi wengi ukilinganisha na uwezo wako wa kuweza kulea, lakini unapopata pia kuna hatari kubwa kuweza kujifungua mapema zaidi au mimba kuweza kuharibika kutokana na wewe mwili wako unakuwa haujajiandaa, au low social income, au tunasema kipato cha familia na mwanamke kinakuwa kidogo. Kwa hiyo ile handling ya kile kitu anashindwa kukifanya ipasavyo, kwa hiyo inaweza kupelekea kwa kiasi kubwa mwanamke kuweza kupoteza mtoto wake. Kwa hiyo inahitaji ufuatiliaji ambao ni mahudhurio mara kwa mara, lakini kwa ajili ya vipimo vya damu na hata sauti, kuona kiwango cha follicle stimulating cha HCG kinaongezeka na homoni nyingine ambazo kwa mwanamke anapimwa anapoenda hospitali. Kwa unapotumia hizi dawa inahitaji ufuatiliaji mara kwa mara. Ndio maana kuna wakati
unaambiwa sasa hata kama mayai yametoka, lakini haupaswi kushiriki tendo la ndoa kwa sababu mayai yametoka mengi zaidi. Kwa hiyo unajitengenezea nafasi kubwa zaidi ya kuweza kupata watoto wengi zaidi, au mimba mapacha au watoto mapacha wawili na kuendelea. Kwa hiyo kama utakuwa unafanya IVF, kwa maana inawezekana ikawa rahisi ukachukua mayai yako na kuhifadhiwa, na baadaye unapokuwa free ama unapopunguza mawazo na matatizo mengine ambayo yalikuwa na kufanya kushindwa kupata ujauzito, basi utakapokaa sawa mayai yako yatachukuliwa na yatatungishwa kupitia nje na baadaye yatarudishwa ndani ya mwili wako, na uvunaji na upandikizaji ambao ni hatua ya mwisho kabisa ambayo tumesema nini, IVF. Sasa hii gharama ya ART ama assisted reproductive technology, ni mchakato huu unamaliza nguvu sana, maana mchakato wote huu usije kuchoma sindano, madawa, si na nini, unapelekea wanawake kuchoka au familia kuchoka na kujihisi hali ambayo sio nzuri sana, na huwa inagharimu pesa nyingi sana. Ndio maana tunasisitiza sana wanawake kuweza kujitunza na kuweza kuzingatia vyakula na mazoezi na tabia ambazo sio nzuri, kuziepuka ili kuweza kuhakikisha afya yao inabaki salama kwa kutumia gharama ndogo ndogo na kwa muda mrefu, ili mradi kuweza kupata matokeo yaliyo bora. Lakini ukitaka matokeo makubwa ndani ya muda mfupi, basi umekuwa na gharama, upotezaji wa nguvu za mwili, lakini pia huleta uchovu mkubwa wa kihisia na mabadiliko ambayo yanatokea kwa upande wa nini, afya ya akili. Kwa ni jambo la msingi ya kuzingatia na kuweza kuhakikisha afya yako inakuwa salama. Sasa matrix ya dawa na akili, hizi dawa ambazo wanawake wamekuwa wakizitumia, ni nini ambacho kiko nyuma yake, au zinafanyaje kazi, na kwa upande wa athari ya akili wao zinatokeaje? Niliona video moja ambayo ilikuwa inaelezea kuhusiana na mwanamke ambaye anataka kupata mapacha, akaelezea baadhi ya dawa ambazo anapaswa kutumia na kuweza kupata matokeo makubwa. Sasa dawa hizo huwa ni miongoni mwa dawa ambazo alisema na hajataja faida zake, lakini most ama faida yake kubwa aliyotaja ni kuweza kupata watoto au kuepusha mayai na kuweza kupata watoto. Kwanza kabisa ni clomiphene, ambao kazi yake kubwa ni kuchochea mayai kwa kushusha homoni ya estrogen. Pale ambapo utakuwa na mzunguko ambao unaeleweka sasa, yani maana yake umetoka katika stage ya hedhi ukaingia follicular, hapo siku yako ya tatu ambayo ni ovulation day, ambao na sasa hapa hizi dawa inaweza kuchavusha haya mayai, na baada ya luteal phase ambayo inatakiwa kupanda hormone ya progesterone, huwa inapanda hormone ya estrogen. Yani kama utakuwa na shida kwa unapofanya zoezi la kutumia clomiphene, kwa unashusha hii hormone ya estrogen na kupandisha progesterone ambayo ni nzuri kwa upande baada ya kushiriki tendo la ndoa na kufanya upevushaji ama utungishaji wa yai. Na unapoingia katika hali ya luteal phase, progesterone ni kwa ajili ya kulinda au kutengeneza ukuta ambao utakuwa bora na kuweza kumsaidia kizazi kinachofuata. Sasa kwa upande wa afya ya akili ikoje baada ya kutumia hizi clomiphene muda mrefu zaidi? Yani ni nini ambacho mwanadamu au mwanamke anaweza kukipata kama atakuwa anatumia hii dawa? Kwanza kabisa ni mabadiliko ya kihisia, ambapo mabadiliko ya kihisia ambayo yanafahamika kama premenstrual syndrome PMS, ambayo yanakuwa kwa kiwango cha juu kabisa. Lakini jambo jingine ambalo lazima ulifahamu kama utatumia hii dawa na kuweza kuchukua hatua ni hali ya kukosa usingizi, na wakati mwingine dalili za kuwa kichaa kwa muda, yani kama vile unachanganyikiwa hivi. Kwa hiyo utakapoona hali hiyo na wewe ni miongoni mwa mtu ambaye anatumia hizo dawa, au jamii kutazama hivyo, au familia mwenza, na maanisha sasa baada ya kwenda hospitalini ukaanza kupewa hizi dawa na ukajisi hali ya tofauti kidogo, au mwenzako kuona hali ya tofauti kidogo, lazima ujue dawa ambazo unatumia huwa zinaweza kusababisha hivyo. Kwa hiyo kuna faida zake na hasara zake ambazo mwanadamu anaweza kukumbana nazo. Lakini dawa ya pili ambazo anachoma ni gonadotropins, ambazo ni kukuza mafungo ya mayai ama inafanyika kama ovarian stimulation, ambazo hapa sasa tunafanya zile follicles zile, na mabadiliko ya kimihemko na ongezeko za dalili za sonona. Maana mtu anapoteza hamasa ama ile hamu ya kushiriki tendo la ndoa, anakuwa na mihemko ya juu kabisa, lakini pia ongezeko za dalili za sonona, hasa viwango vya homoni vinapobadilika haraka zaidi. Kwa mtu anajisi hali ambayo sio tofauti, uchovu wa mwili pia ukijionyesha kama dalili kubwa ambayo inaweza kaonekana. Na mwisho kabisa ni corticosteroid, ambayo ni miongoni mwa dawa ambazo anatumia au mwanamke anapokuwa akizitumia, ni prednisone, ambayo ni kuboresha mazingira ya mfuko wa uzazi kupokea kiumbe hichi. Sasa hii inafanya kazi kama vile progesterone. Kwa hiyo baadaye kabisa mtu anaweza kachoma progesterone baadaye kwa sababu ya kuboresha mazingira ya mfuko wa mayai. Sasa tunaposisitiza
au kupitia video zangu nyingine hapo chini, ninapokuambia kwamba utumie dawa fulani au utumie viungo fulani au mazoezi fulani au utulize afya yako ya akili au fanye meditation na kuweza kusaidia mlolongo wa uzazi kuweza kuwa salama, ni miongoni mwa hivi vitu ambavyo tunavisema, kwa sababu hivi vitu vinatumia gharama kubwa sana. Hizi clomiphene, gonadotropin na corticosteroid ambao ni miongoni mwa prednisone na progesterone injection, hivi vyote huwa vina gharama na upotezaji wa muda na kustopisha baadhi ya majukumu. Lakini unapoanza mchakato wako mapema kwa kuanza kutafuta vitu vya asili kidogo kidogo au kutumia mbinu za holistic, basi unaweza kupata matokeo makubwa zaidi. Sasa iko upande wa afya ya akili, unapotumia hii corticosteroid huwa inatokea nini? Ni hatari ya kukosa usingizi, ambao mtu anakuwa na wasiwasi, ambao mtu anapata wehu au inafanyika kama mania, ambao kuna wakati anachangamka sana, anakuwa mchangamfu, na kuna wakati anakuwa ni mtu ambaye anapoa. Lakini pia anaweza akapata sonona au mawazo kupindukia kwa kiwango cha juu kabisa, hadi inaambatana mawazo na hali ya kujiua, ambayo inakuwa kama vile nini, suicidal risk. Sasa udhaifu wa msingi ambao tunaanza kusema ni baseline ni nini ambacho wake inatokea? Kwanza kabisa ni historia ya ugonjwa wa akili. Wagonjwa wenye historia ya sonona na au wasiwasi wana hatari kubwa zaidi ya kupata mabadiliko makali ya kihisia wakati wa matibabu ya homoni. Sasa hii nimesema uhusiano uliopo kati ya mtu ambaye anatamani kupata ujauzito anaweza kupata afya ya akili, lakini pia ukiwa na afya ya akili inaweza kusababisha kupata ugumba na kuongeza zaidi afya ya akili au changamoto ya afya ya akili. Kwa hiyo unapotumia hii mbinu, unapokuwa na changamoto ya afya ya akili, inaweza ikawa sababu mojawapo ya kuongeza tatizo ambalo unalo. Lakini pia matatizo ya ulaji, ama hizi ni dalili ambazo huwa zinaweza kuonyesha kwamba una changamoto ya afya ya akili. Kwa hiyo matatizo ya ulaji sasa hapa inategemea ni anorexia ama hamu ile ya kupata hamu ya kula, na bulimia ambayo ni kukosa hamu ya kula, huchangia sana kuvuruga mfumo wa mayai, na mara nyingi wagonjwa hawafichui siri hii kwa madaktari wao kwamba ni aina gani ya chakula ambacho anakula. Aidha anashindia juisi peke yake na baadhi ya bites kwa lengo la kusogeza muda au kuweka ile gepu na baadaye kupata chakula muda muda jioni, au ni mtu ambaye anapenda kula sana, lakini vyakula vyake anavyokula sio venye kujenga mwili wake na kutengeneza mji wa uzazi kubaki katika mazingira salama. Kwa hiyo lazima uvizingatie sana ili kuweza kuhakikisha ni chakula gani ambacho nakula na kuweza kupata matokeo yale ambayo unahitaji. Lakini pia magonjwa mengine kama vile PCOS, endometriosis huwa zinasababisha ugumba kwa asili yake na huongeza hatari ya kupata sonona na wasiwasi. Kumbe wakati mwingine magonjwa ya afya ya akili sio tu kwa upande wa matatizo ya kushindwa kupata ujauzito, ila unawezekana ukawa na endometriosis ama fibroids ama PCOS, ambazo hizi ni uvimbe ambazo huwa wanawake wamekumbana nazo katika mji wao uzazi na kufanyia upasuaji au wengine kutumia hizo embolization. Kwa hiyo unapokuwa nayo au mwanamke anapohisi maumivu makali sana wakati wa hedhi na baada ya kufanyia uchunguzi akaambiwa kwamba ana endometriosis, pia kumbe inaweza kusababisha matatizo ya nini, ugumba, na kuweza kusababisha afya ya akili. Au unapokuwa nayo tu hata kama hauna mpango kutafuta ujauzito, unapokuwa nayo inaweza kusababisha basi kupata wasiwasi kwa kiwango cha juu kabisa. Kwa hiyo kiwewe cha utambuzi, namna sasa ya kutambua sasa kwamba una changamoto hiyo, na kwanza kabisa ni huzuni ya kugundulika na ugumba na kupoteza ndoto za asili za uzazi, yani nguvu ile ama kutokuamini kwamba unaweza kupata tena ujauzito, ni basi ni dalili moja hapo kuonyesha kwamba wewe una changamoto ya afya ya akili. Kwa hiyo tutakapokupima au tutakapokugundua au tutakapokupa maswali yale ya GLIPS ambayo yanaonyesha kwamba ni hali gani ambayo unaipitia kwa sasa, na tutakapogundua basi tutajua kwamba una changamoto ya afya ya akili. Lakini huwa machafuko ya hormone, kwa hiyo mtu anakuwa na hisia kali, anakuwa na msongo wa mawazo kupindukia au sonona. Wanapokuwa navyo vile huwa vinaweza kusababisha mvurugiko au mchafuko wa hormone ambao unaweza kupelekea mwanamke akashindwa kupata ujauzito kwa kuwa na mzunguko mrefu sana au mzunguko mfupi sana, au akahisi maumivu makali sana wakati wa hedhi, au asiweze kuchevusha yai wakati wa siku 14 ambao anatarajia. Na hii sasa imeweza kupelekea hata wale ambao wanatumia hizo dawa za clomiphene kwa kiwango kikubwa sana umekuwa katika mtego huo. Maana yake anakuwa na mawazo hapo anatumia dawa. Alafu tumejaribu kutazama zile dawa ambazo huwa zinaleta shida, wasiwasi na kukosa usingizi. Moja ya sababu nyingine ambayo inaweza kupelekea mwanamke akashindwa kuchavusha mayai au kuchavusha mayai ni kushindwa kulala. Kwa hiyo hizi dawa pia ni sababu nyingine
ambayo ni hatari kubwa sana kuweza kukosa usingizi. Sasa unakosa usingizi, unatumia dawa na bado una stress nyingine, kwa hiyo ni ngumu sana kuweza kupata ujauzito. Lakini pia shinikizo la jamii, kunyanyapaa, maswali yasiyokwisha na kutoka kwa undugu na hisia za kutengwa pale ambapo unashindwa kupata ujauzito au wewe mwenyewe unajihisi kujitenga, basi ni kitu ambacho ni kigumu sana. Na kilele cha migogoro, mlipuko wa kisaikolojia. Huu ni wakati mgumu zaidi unaohitaji uangaliaji wakati wa haraka na wataalamu wa afya ya akili. Sasa hii inategemea na watu ambao tunadili na huyu mtu ambaye ana changamoto ya hii kitu. Ndio maana hapa mimi nakupa elimu rafiki ambao wakati mwingine daktari huwa anadili na mwili peke yake au dalili ambazo huwa zinaonyesha katika mwili. Kwa unapojifunza vitu hivi, unajua ni wakati gani ambapo unapitia na msaada gani ambao unahitaji zaidi. Kwenye posti zangu za kawaida za kila siku kupenda TikTok na Facebook na Instagram, huwa anasema kwamba daktari wako anapaswa kuwa mshirika wako, lakini sio mtu wa mwisho kufanya maamuzi na wewe. Maana unapopitia changamoto alafu ukaenda kwa daktari, asiwe hatima yako ya mwisho. Mfanye discuss na kuweza kuhakikisha afya zako zinakuwa bora. Sasa hii changamoto ya kushindwa kupata ujauzito na unaweza kupoteza watoto huwa zinahitaji mbinu za kisaikolojia ili kuweza kutibu tatizo na sio dawa pekee, kwa sababu naona baadhi ya dawa huwa zinaweza kupelekea mwanamke akashindwa kupata ujauzito. Hii ni tiba ya kwanza kabisa, ni tiba ya kisaikolojia ambayo ni psychotherapy. Hii kati ya mtumishi wako ama mtoa huduma na yeye mwenyewe mnazungumza na kupeana ufafanuzi zaidi. Hii ni tiba ya mstari wa mbele kabisa ambayo ni tiba ya kwanza kabisa ya kuzungumza au mtu kutoa ushauri, ambayo ni tiba ya kwanza kabisa au ni tiba ambayo inapewa kipaumbele zaidi ukilinganisha na tiba nyingine ambazo huwa zinatibu msongo wa mawazo na wasiwasi wakati wa ugumba, na inajumuisha tiba ya utambuzi wa tabia. Ni tabia gani ambazo huwa unazishikilia ambazo sio zenye matokeo moja kwa moja, lakini pia tiba ya uhusiano ambayo inafahamika kama interpersonal. Sawa, hii unajumuika na watu wengine au mchanganyiko na watu wengine, husaidia sana kukabiliana na msongo wa mawazo ambao mwanamke anapitia. Kwa hiyo hii tiba ya utambuzi wa tabia ambayo ni cognitive behavior therapy, ni kuweza unaweza kujitambua mwenyewe kwa tabia zako ambazo unazifanya au ukashare na wengine mawazo wale na tatizo ambalo unalo na kuweza kusaidia kutokana na msongo wa mawazo na kuwa katika hali ya usalama zaidi wakati wote. Lakini jambo jingine ambalo tutakuja tunalitazama kwa kuweza kutibu hii hali ukiachana na hii psychotherapy ni psychopharmacology, ambayo ni utafiti unaonyesha kwamba matumizi ya dawa ya selective serotonin reuptake inhibitor huwa huathiri viwango vya kufanikiwa vya EVF, ambavyo ni baada ya kuacha sonona baada ya kutibiwa na kupunguza uwezekano wa kupata ujauzito. Maana zile unavyozitumia zile dawa za changamoto ya afya ya akili kwa kiwango kikubwa zaidi na ukaona haupati yale matokeo ambayo unahitaji, au kuna vitu ambavyo unavihisi ambavyo sio vizuri ama vinakupa wewe changamoto afya ya akili. Maana yake sasa nazungumzia matibabu ya afya ya akili kwa kuweza kupewa hizi dawa inaweza kusababisha kupunguza uwezekano wa kupata ujauzito. Kwa hiyo unapodili na mwanamke au mwanamke, tunapodili na wewe kuhusiana na namna ambavyo unaweza kupata ujauzito, huwa tutadili kufuatilia historia yako. Je, una changamoto afya ya akili na ushawahi kutumia dawa ambazo huwa zinaweza kusababisha huwa zimekulikava au nipitia changamoto afya ya akili na kutumia hizi dawa na mwisho wa siku ndio unakuja na sababu ya kushindwa kupata ujauzito. Kwa matibabu ya afya ya akili sio chaguo la ziada, bali ni sehemu muhimu sana kufanikisha matibabu ya uzazi. Kwa hiyo tunaposhughulika na matibabu ya kimwili kuhusiana na endometriosis, PCOS na matatizo mengine, basi inabidi madaktari na sisi wataalamu wengine tuweze kukusaidia kudili na afya yako kutokana na changamoto ambazo unazipitia ili kuweza kuwa salama na kupata nafasi nzuri zaidi. Sasa tutazame uzingativu wa cognitive behavior therapy, na hii ni kuingilia kati ambayo inafanyika kama nini, mindfulness, ambayo ni mawazo hasi. Tunadili na tabia au mtazamo ambazo utakuwa nazo mchoni kwako, namna ambavyo unaweza ukahandle vitu
namna ambavyo unaweza kukaa salama kabisa. Na mawazo hasi ni miongoni mwa sababu ambazo zinaweza kupelekea mwanamke akashindwa kupata ujauzito. Unapopata ujauzito ukaharibika ujauzito wako, lakini baada ya kujifungua ukawa katika hatari ya kuchanganyikiwa. Na tumeona wanawake wengi sana baada tu ya kujifungua kaanza kupata changamoto ya afya ya akili, ambayo mtu anakuwa na mtazamo ufuatao, anasema mwili wangu mimi umeharibika, mimi ni feli au nimefeli kwa jamii. Hali hii inaongeza homoni za msongo na zinaathiri mfumo wa uzazi. Sasa hii tiba hii tumeanza kuzungumza kuhusiana na video zilizopita kuhusiana na endometriosis na fibroids. Kama hujafuatilia video zangu hizo nyingine, basi hakikisha unaingia deep, unasikiliza na kujifunza, na natumai utaondoka na kitu kabisa. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo anaviamini mwanamke ni kuweza kuamini kwamba ana changamoto hiyo. Ni maana ana msongo wa mawazo au kuna vitu ambavyo amebeba ambavyo ni hasi ambavyo havijampa matokeo moja kwa moja, lakini pia kujijengea huruma. Mwanamke anapaswa kujijengea huruma, kwa unatoka kwenye hasi na kutengeneza hatari ama mawazo chanya ambayo ni kujijengea huruma na kuibuka kwa mbinu mpya za kukabiliana na maana ya maisha na kujihurumia. Ni kujenga uzingativu wa wakati uliopo na kutambua mawazo bila kujihukumu na kupunguza kujilaumu katika vikundi vya tiba. Ndio maana tunashauri sana wale ambao wana changamoto kama hizi kuweza kutafuta msaikolojia tiba ama kuweza kushare mawazo ambayo unayo na watu tofauti tofauti au makundi ya watu ambao wanaweza wakakusaidia ili kuweza kuepukana na hii changamoto. Matokeo yake nini? Ni kupunguza viwango vya msongo wa mawazo na wasiwasi na kuhusishwa na kuboreka kwa afya ya akili, na wakati mwingine kuongezeka kwa kiwango na kuweza kufanikiwa kwa nini? Ujauzito. Kwa hiyo unapotumia hizi mbinu, basi unajitengenezea nafasi ya kupona kwa haraka zaidi na kutengeneza uwezekano mkubwa wa kuweza kupata ujauzito kwa haraka zaidi. Licha ya kutumia zile dawa ambazo unatumia za kupevusha mayai, unahitaji msaada mdogo sana kuweza kuhakikisha afya yako inakuwa salama kabisa. Sasa nini kinatokea zaidi? Ni wafadhili wa vinasaba ambao ni kutumia mbegu za mayai yaliyofadhili au wafadhili. Hii changamoto inajumuisha kusimamia mipaka ya kisaikolojia kati ya wafadhili na kupanga jinsi ya kuwafichulia watoto ukweli asili yao kwa afya bora ya akili. Ubebaji wa mimba unahitaji upangaji makini sana kwa kisheria na kisaikolojia, na kusimamia uhusiano na hisia kati ya wazazi, watarajiwa na mbebaji uzito na familia. Basi ni kutumia LRT ni kujenga familia bila lazima kuwa na ugumba wa msingi. Hata hivyo wanakabiliwa na kunyanyapaa na kijamii, inajumuisha pia uhifadhi wa mayai mbegu kwa wale wanaobadili jinsia kabla matibabu ya homoni. Hii safari inahitaji msaada wa kisaikolojia ulioandaliwa maalum ili kuweza kuhakikisha ustawi wa familia zote. Athari hasi: mchakato wa matibabu unapoingilia faragha unaweza kusababisha matatizo ya ngono, hisia za hatia na migogoro mikubwa kati ya ndoa, maisha ya kijamii na anasimamia na wapenzi, kujitenga na marafiki. Ukuaji na uthabiti ni pamoja na msongo huu. Utafiti unaonyesha kuwa wapenzi wanaokabiliana na janga hili kwa pamoja wanaweza kuimarisha uhusiano wao uhusiano wao kwa kiasi kikubwa, na wanandoa wengi hubaki na kuridhishwa na maisha yao iwe wamefanikiwa kupata mtoto au la. Na hapa ninavyosema hivi manake tumekuwa na hali ya mwanaume kuweza kumkimbia mke wake pale ambapo kutana na changamoto, lakini utafiti unaonyesha kuwa wanafamilia, baba na mama, wanaposhirikiana kwa pamoja kuweza kutafuta mtoto, huwa wamekuwa na mchango mkubwa zaidi au wamekuwa na urahisi zaidi kumsaidia mwanamke wake kupata mtoto, lakini pia kuondokana hizi changamoto za afya ya akili na kuweza kurahisisha zaidi kuweza kupata ujauzito. Lakini imekuwa ikiongezeka upendo zaidi, yaani pale ambapo mnapitia magumu na kuweza kutatua wote pamoja, upendo umekuwa ukiongezeka kwa kiwango kikubwa zaidi. Lakini kama mtu atakuwa na changamoto hii ya afya ya akili na familia ikawa na hii changamoto, basi kumekuwa na uathirika mkubwa kwa kuweza kupoteza hamasa ama ushiriki wa tendo la ngono, hisia za hatia kama watu hawatoungana pamoja au familia haitaungana pamoja na jamii. Hisia za hatia zitaonekana kwamba huyu mtu amefanya kosa ama
ujauzito wake kutoka, basi imekuwa ni changamoto na migogoro mikubwa kati ya ndoa na maisha ya kijamii, ambayo huwa jamii imekuwa ikimtazama mwanamke kama ni mtu ambaye ameshindwa kujisimamia. Kwa jamii na familia, tuanze na mtu binafsi ambaye anapitia hii changamoto, ni kuepuka lawama za msongo, ambao ni kauli kama acha kuwa na msongo wa mawazo na ndio upate mtoto, huwa zinaumiza na kumpa mgonjwa hisia za hatia na kana kwamba yeye ndiye anayezuia matibabu asifanikiwe. Lakini kwa upande wa mwenza, kutokomeza unyanyapaa, usimnyanyapae mke wako au mwenza wako. Hii changamoto ya mtoto ni swala la kitabibu, si laana wala kosa la mwanamke, kwa sababu inaweza ikasababishwa na mwanaume mwenyewe au sababu ambazo hazieleweki, ambao 40% inaweza kusababishwa na mwanamke, 40% ni mwanaume na 20% ni sababu ambazo hazitambuliki. Lakini baada ya kutambua sababu ipi ambayo inaweza kupelekea mtu akashindwa kupata ujauzito, inaweza kwa mwanamke au mwanaume, kumekuwa na mbinu mbalimbali ambazo zinaweza zikiwasaidia na kuweza kupata watoto. Lakini sababu nyingine ambayo hazieleweki, basi kumekuwa na matumaini, lakini pia kupoteza matumaini iko na familia, kwa sababu hakuna mtu ambaye atakuwa analaumiwa labda mimi ndio nitakuwa chanzo au huyu atakuwa chanzo, lakini kumekuwa hakuna sababu moja kwa moja, basi hakuna shida yoyote. Na unapopambana wewe na mwenza wako, basi mnajitengenezea mazingira rafiki zaidi ya kuweza kupata ujauzito. Lakini kwa upande wa jamii ni kuvunja ukimya. Upweke unaongeza ukali wa sonona na ni lazima jamii iache kuchukulia swala hili la ugumba kama siri na aibu. Maana unapokuwa na tatizo hili la kushindwa kupata ujauzito na ukakosa nafasi ya kushirikiana na grupu ama mtu ambaye anaweza kukusikiliza na kuweza kutatua tatizo ambalo unalo au kueleza ule uchungu ambao unao, basi unaweza kusababisha matatizo makubwa zaidi. Kwa sababu jamii inaonekana kama mtu ambaye anashindwa kupata ujauzito, basi anakutana na changamoto nyingi zaidi, au anaonekana kama mtu ambaye hajiwezi, basi imekuwa ni aibu, kwa anashindwa kutafuta msaada zaidi, sababu akieleza mtu anaitoa sehemu moja anapeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo ni jambo la msingi na kuweza kutafuta watu sahihi ambao wanaweza kukusikiliza na kuweza kuondoa hiyo changamoto ambayo unayo. Sasa nini cha kuepuka? Ni epuka kukaa kimya, kuwaza sana. Hii inaweza kupelekea kujenga mawazo na idea ambayo ni mbaya sana, na inapuuza ukweli wa kitabibu wa kuwa mgumba. Lakini sema niko hapa kwa ajili ya kipindi kigumu, sawa? Yaani kuna kipindi ambacho napitia hichi ambacho unasema nashindwa kupata ujauzito, au familia au mimi na mwenza wangu tumeshindwa kupata ujauzito. Nini sasa natakiwa kufanya sasa ili kuweza kuhakikisha afya yenu zinabaki kuwa salama, na ile mitazamo hasi ambayo inaweza kupelekea kushindwa kushiriki tendo la ndoa kutokana na maumivu ambayo mnayo, mkiamini kwamba hamtaweza kupata tena, au ile imani ambayo mnayo basi inaweza kupelekea kushindwa, ama mkaikuza nyingine hasi ambayo inaweza kupelekea kushindwa kupata ujauzito. Kwa hiyo maneno ambayo unajizungumzisha basi yanaweza yakawa hatari kubwa. Lakini pia jambo jingine, epuka, kuna watu na matatizo makubwa zaidi yako, inahusisha thamani ya huzuni yao. Nasema, je, ungependa tuzungumze kuhusu jambo hili, na ungependa tu tukae pamoja kupata utulivu? Na sehemu nyingine ya kuhusika au ya kuepuka ni kwa nini msiasili tu mtoto. Inapuuza mchakato mgumu wa kuasili na kiwewe cha kupoteza uwezo wa kibiolojia. Sema kutambua na kuheshimu mipaka yao na kushiriki sherehe za watoto bila kuhukumu wale ambao wanapitia hii changamoto ya kushindwa kupata ujauzito. Lakini matibabu mengine kamili huwa inahitaji ecosystem care, ambayo ecosystem care huwa ina combine vitu vitatu. Ya kwanza kabisa ni utunzaji wa kimatibabu, ambao matibabu salama na endelevu ya ART, ambayo ni assisted reproductive technology. Sawa. Na ya pili ni tiba ya kiakili, ambayo therapy, yes, ni technology au therapy. Lakini ya pili, nguzo ya pili ni tiba ya kiakili, ambayo ni matumizi ya cognitive behavior therapy, akili, tabia ambazo mtu anakuwa nazo
basi ukizingatia, basi nguzo moja hapo kusaidia mwanamke kuweza kupata ujauzito mwingine au kuepukana na changamoto ya ugumba. Lakini pia uzingativu na dawa pindi inapobidi. Na mwisho kabisa ni uelewa wa jamii. Familia inayoleta faraja, umoja baada ya unyanyapaa huwa na mchango mkubwa kuweza kusaidia mwanamke kuweza kupata ujauzito na kupona na zile changamoto ya afya ya akili. Atakapoonekana basi mwanamke hayuko sawa na familia ikahusika kwa wote, iko pamoja na kumpambania mwanamke, basi anaweza kapona na kuweza kusababisha kupata ujauzito mapema zaidi. Kusonga mbele kwa pamoja. Ugumba na matibabu yake ni mgogoro mzito sana wa kimaisha, lakini si mgogoro ambao unapaswa kupitia peke yake au mwanamke au familia kuipitia peke yake. Na kwa kuunganisha utaalamu wa kitabibu na huruma kijamii, tunaweza kujenga mazingira yanayomponya mwili na akili kwa pamoja. Kwa hiyo ni elimu fupi ambayo yenye msingi mzuri sana, ambayo inaweza kusaidia wewe kujua ni nini ambacho unatakiwa kufanya. Sasa hii ni kuhusiana na mabadiliko ambayo yanatokeza pale ambapo mwanamke anakutana na changamoto ya afya ya akili, ama mwanamke ambapo anakutana na ugumba alafu kuna changamoto ya afya ya akili, au mwanamke ambaye ana changamoto ya afya ya akili na ametumia baadhi ya dawa na kuangukia katika hali ya ugumba, inaweza kusababisha pia baadaye tena akapata hii changamoto ya afya ya akili. Lakini pia huo utafiti umefanyika kuonyesha kuwa mwanamke na familia ambayo ilikuwa na changamoto ya afya ya akili ama itakuwa na tabia ambazo ni mbovu ama mitazamo ambayo ni hasi, basi inaweza ikaathiri moja kwa moja mtoto ambaye atakayezaliwa, lakini pia inaweza kusababisha mwanamke akajifungua mapema zaidi. Kwa hiyo tunapomtunza mwanamke, tunapopambana na hizi hali ambazo huwa anazitoa hapa kila siku, na kama unataka kujifunza zaidi, basi usisahau kusubscribe na kulike ili madarasa mengine yatakapotoka basi uweze kuwa miongoni mwa watu ambao wanajifunza kwa haraka zaidi. Lakini pia madarasa yangu ya nyuma tumezungumza kuhusiana na hedhi, namna ambavyo unaweza kudili na hedhi, lakini tumezungumza masuala ya endometriosis na fibroids. Basi unaweza kurejea na kuweza kupata maarifa haya kwa kina zaidi. Asante, mpaka wakati mwingine.